yani amekuwa kwa lugha za mitaani wanasema amekuwa mayai, hajui tena cha kufanya. Tunamwandaa mtoto wa ajabu wa baadaye. Tunafikiri kwamba tunafanya vizuri, mtoto wangu nini, lakini tunaharibu watoto kwa mtindo huu. Watoto wafahamu wajibu wao. Kesho na kesho kutwa wanachukua nafasi yetu, na wanapochukua nafasi yetu, mtoto wa kiume ajue kwamba yeye atakuwa baba katika familia, na wa kike vile vile. Lakini vile vile tunahitaji makuhani, tunahitaji watawa, na ndio maana tunayo kazi ya kulea watoto wetu wapambanue miito yao, na kwa sababu waifuate kadiri ilivyo. Kwa hiyo ndio wanasa kufundisha na kufanya kazi. Kufundisha na kufanya kazi, sio kwenda kukaa kijiweni. Kiangalia kuna watu wengine wavivu, utakuta wamekaa kijiweni wanabishana tu magari, hili gari la nani, ni gari gani, hili ni Mercedes Benz, hili wewe linakimbia sana kutoka asubuhi mpaka jioni. Anakula wapi huyu? Tuwafundishe watoto wetu watambue hivi. Tumeona ukuaji wa watoto wa mitaani. Wakati mwingine naona watoto wa mitaani wanaomba, unamwona kasa katoto kadogo kabidi kaende shuleni. Mbona katika mila zetu za Kiafrika kuwa na watoto ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu? Kwani sasa tunawatupa? Tunaongelea mambo ya kuuza binadamu. Sasa human trafficking iko hivi. Sasa hizi Dar es Salaam ni mji mkubwa, kwa na mtafutia mtoto wenu kazi. Tuwe makini katika hilo, tuwe makini. Si swala tu au anaenda nje, atakwenda kula atafanya kazi hii 1 2 3, matokeo yake anaenda kuteswa na kunyanyaswa huko. Kwa tuwe makini katika hilo, na kila mmoja alinde watoto wake. Na ndio maana leo hii mwisho wakati tunatafuta polisi, yani tuweze kuwa na utaratibu huo wa kulinda watoto na wale ambao wako katika mazingira hatarishi, wale ambao waweza kusema chochote, tuwalinde. Kulinda watoto dhidi ya mashambulio mbalimbali. Tuko bize sana na ulimwengu huu, lakini ubize wetu huu usifanye kwamba tusahau familia zetu. Sahau watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tuweze kuwa karibu nao, tuwalee, tuwafundishe. Kwenye shida wanazopitia, tuwasaidie wavuke salama. Katika mahangaiko yao, tuwasaidie wavuke salama. Tufuatilie nyendo za maisha yao ili wasije wakapotea katika maisha yao. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, jimbo letu ni changa. Jimbo letu ndio linaanza. Huu ni mwezi wa 5 tangu tumetangazwa kwa jimbo. Tangu tumeundwa. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 5 ndipo jioni ile balozi wa Baba Mtakatifu alipotamka rasmi kwamba jimbo la Bagamoyo lipo. Na tarehe 4 asubuhi yake askofu wa kwanza wa jimbo hilo akasimikwa rasmi. Tukaanza safari. Tukajikabidhi mikononi mwa Mama Bikira Maria, mlinzi wa jimbo letu, moyo safi wa Mama Bikira Maria. Tukaomba sana Mungu atuongoze. Ni kitu ambacho tunakianza, kinahitaji sana ushirikiano, kinahitaji sana kuchangiana mawazo. Tukaendelea tukaunda halmashauri ya walei jimbo. Tukaendelea tukaunganisha mapadri wetu wa jimbo na mashirika. Tukaendelea mbele. Leo tukio hili la kukusanyika hapa kwa adhimisho hili ni la muhimu sana katika historia yetu. Kwa sababu hiyo tumshukuru Mungu wote na tujipongeze sisi sote kwa hili adhimisho la leo.
Na wakati huo tuangalie, tuko mbele tena, nasema kwamba tunaenda mbele, kwamba sasa hizi kuna mahitaji mengi sana. Hatuna ofisi. Tumechagua vyumba kadhaa pale kwenye nyumba ya kiaskofu kwamba viwe ya ofisi. Waliofika wameona. Sasa waweza watu wafike hapa, tufanye nini? Hatuna ofisi, hatujajenga nyumba ya utawala. Tuna Vicar General bila wewe na ofisi yake. Sasa wewe ndugu yangu Vicar General, uwezo kaja sasa wewe tukupe chumba tena kwenye nyumba ya kiaskofu sasa hizi. Wageni wakija watashindwa pa kulala ndugu yangu. Kwa hiyo tunakuomba ofisi yako iwe kwenye parokia unayokaa. Tukamwangalia vika watawa hivyo kwenye parokia unayokaa. Kwa hiyo wale watawa wanataka kukuona, wakuone kule. Watu wanataka kuongea na Vicar General, wamuone kule kwenye parokia yake. Kwa wakati huu tunapoanza, lakini tunaanza. Sasa tuende mbele, tujenge ofisi za jimbo ili kila mtu anapoenda anasema naenda ofisini. Sio naenda kwenye nyumba ya kiaskofu tena. Kama naenda kwenye nyumba ya kiaskofu anataka kumsalimia askofu. Lakini naenda ofisini, ziwepo ofisi. Lakini pamoja na hayo, kama tunavyolea watoto wetu, lakini vile vile kuna malezi ya waseminari. Wanapomaliza form 6 wanahitaji kukaa pamoja. Mpaka leo hii tumejibanza kwa baba zetu, tumejibanza kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwaka huu tukasema, baba tunaomba tuvumilie, baba wewe tuvumilie, tunaleta vijana wetu hawa kwa ajili ya malezi, wanajiandaa kwa ajili ya masomo ya falsafa na teolojia. Kwa hiyo tumepeleka watoto wetu kule. Mpaka lini? Kwa lazima tusimame. Ndio maana tunakuja kwenu kama UWAKA na WAWATA. Tuna malengo hayo. Tujenge nyumba ya malezi ya makuhani wetu. Tujenge ofisi za jimbo. Lakini pamoja na hayo, tuanze kuwa na miradi ya kujitegemea ili kulitegemeza jimbo letu hili. Tuwe na miradi, nasema income generating projects, tuwe nazo. Kila mtu anajiangalia yeye mwenyewe, sasa ni nani? Kila mmoja aseme ni mimi. Na ndio maana tukiangalia mbele, baba zetu leo wako pale Visiga, ambako wengine tulikuwa tunaenda huko. Hata mimi mwenyewe nilikuwa champion sana pale, nilikuwa naenda. Leo tuna Visiga yetu hapa, leo tuko Stella Maris. Lakini Visiga yetu itakuwa kama ile? Tukidumisha ile, tumepotea, hatutafika popote. Tunataka kujilinganisha na baba zetu kweli? Wenzetu wakienda kwenye tengeneza jimbo wanapata bilioni 6-7. Sisi je? Sasa tukija kwa mfano leo UWAKA na WAWATA tunakusanyika hapa. Wangereza sasa tuta maintain yale ya Visiga. Tuta maintain. Ningesema tuta maintain nikimaanisha sasa Visiga ni milioni 1.5 kwa UWAKA. Kwa WAWATA sijajua sana, sikumbuki tena. Milioni 1.5. Ndiyo tutafika. Hiyo ni tathmini ambayo na vitu ifanye siku hii ya leo. Je, tutafika? Yaani milioni 1.5 hiyo itatufanya tujenge nyumba ya mapadri, nyumba ya waseminari hiyo, na vile vile tujenge ofisi? Hatutashindwa. Tununue maeneo. Leo jimbo ambalo halina maeneo mwisho wake ni sio mzuri. Taizi kuwa na maeneo ni muhimu sana. Yatatusaidia baadaye. Tutanunulia nini?
Yaani ndio hiyo ambayo ni tathmini nzito sana. Kwa maneno mengine, mkusanyiko wetu huu uzae kitu kipya kinachokuja, na WAWATA na UWAKA waweze kutembea jimbo zima kuwasalimia katika parokia zao watu, na tufanye tathmini nzuri ya mkusanyiko wetu huu, hata kile ambacho tunamtolea Mungu kwa ajili ya kulijenga jimbo letu la Bagamoyo. Tunafanya tathmini, tumefanyeje? Tumefaulu vipi? Tumeferi vipi? Tuangalieje mbele ili kulitegemeza, ili tuweze kufanya haya. Wakati ule tulikuwa na wafadhili wengi, leo hii hamna wafadhili. Na jimbo linapotangazwa watu macho ni kwenye jimbo jipya, tuangalie linaendaje. Ukiangalia maaskofu wote wanaangalia sasa hivi jimbo la Bagamoyo linaendaje. Tuangalie kwa mfano leo hii watakuwa makini kuangalia vyombo vya habari hivi. Leo wanategemeza UWAKA wametoa nini, WAWATA wametoa nini, ndio wanataka kusikia. Na siku ya tegemeza jimbo vile vile wataangalia UWAKA wametoa nini, WAWATA wanatoa nini. Macho Bagamoyo. Maana wakati fulani kuna maaskofu waliniambia kabisa, wakati ule walisema tunavyoliangalia jimbo la Bagamoyo itakuwa ni second giant. Sasa nikasema hiyo sasa kama itakuwa second giant, sasa first giant ni nani? Wazazi wao. Kwa mtoto akiwa ni second giant ni sifa sifa na shukrani kwa Mungu. Na hii yote inahitaji sasa sisi kujipanga. Tena ningefurahi sana kama UWAKA na WAWATA watakaa pamoja, viongozi wakasema sasa tunakaa sisi UWAKA na WAWATA tuweke kamati ambazo ni mbadala kwa ajili ya kuendesha jimbo letu. Sasa kamati hizo ni kwa ajili ya kujenga nyumba ya malezi. Anaweza wakakaa kikao wakaja sasa wakasema sasa UWAKA na WAWATA tunajenga nyumba ya malezi. Askofu sasa na wewe anza kutafuta kamati zingine kwa ajili ya kushughulikia ofisi. Tuachie nyumba ya malezi. Mbona ningefurahi na kushangilia sana. Hata kama nilikuwa naota na maruerue yananijia yanapotea. Kasema kazi hii tayari iko chini ya WAWATA na UWAKA. Kwa sina wasiwasi. Niangalie sasa upande mwingine kwa ajili ya administration block. Ile jumba la utawala. Niangalie hivi. Mbona itakuwa nzuri sana. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba sana WAWATA na UWAKA mkikaa pamoja, ndugu zangu. Najua kwamba nimeongea tu hapa, lakini mwisho wakati nitasema tukae sasa kikao tuyaweke sawa. Najua kwamba mtasimama na nina matumaini makubwa kwenu kwamba sisi bwana tutajenga nyumba ya malezi, kwa sababu sisi ni baba na mama na ni mikononi mwetu, sisi ni walezi. Na kwa sababu hiyo tutaweza tu. Eneo la kujenga liko tayari. Eneo la kujenga liko tayari na ni eneo zuri tu. Sio kwamba nimenunua napata wapi hela. Ila nimewezeshwa na parokia fulani ambao wana eneo hilo zuri tu. Kwa hiyo kama nitakuwa nasubiria, nikisikia honi ya gari nitafikiri ni UWAKA na watu wamenijia ili tuongee mambo haya. Na kwa kweli kwa kuwaona hivi